Bana, karibu sana Ngale Sports, na leo tuitazame taarifa ya mchezaji winga tishio wa taifa wa Tanzania, Kibu Prosper ama Kibu Dennis Prosper maarufu kama mkandaji. Taarifa kutoka katika vyanzo mbalimbali vinaeleza kwamba Kibu Dennis anaondoka ndani ya wekundu wa Msimbazi na kutimkia kule nchini Libya na kwenda kushiriki ligi kuu ya huko. Ndiyo, ni taarifa ambayo imesambaa kwa kasi sana, na kuna vitu ambavyo tunaweza kuvitazama ikawa ni faida kwa pande zote mbili. Faida kwa Kibu Dennis lakini pia faida kwa upande wa Simba Sports Club. Nikwambie tu kwamba hapa ndiko ambako unapata uchambuzi wa matukio mbalimbali ya michezo. Ndiyo, kama ambavyo umenisikia. Kwanza, Kibu Dennis ni mchezaji ambaye anacheza katika nafasi ya winga, winga wa pembeni kulia, na muda mwingi amekuwa na wakati mzuri sana kwenye kusupport mashambulizi, lakini pia kwenye kusupport ile nafasi ya kiulinzi pale ambapo timu inapoteza mpira. Yes, Kibu Dennis alijiunga na Simba Sports Club akitokea kule Mbeya City. Yes, wanakomwa kumwanya Mbeya City ndiko ambako Kibu alitokea. Alikuwa na wakati bora sana na alikuwa anacheza kama mshambuliaji ama mshambuliaji wa pili katika kile kikosi, na alikuwa na wakati bora sana. Ndipo ambapo tukaziona Simba na Yanga zikipambana kuiwania saini ya Kibu Dennis, na ndipo ambapo pia akapata fursa ama akaichagua Simba kujiunga nayo. Lakini tangu amejiunga na Simba, Kibu Dennis ameofa kitu gani? Na licha ya namba zake kumkataa kwamba hana namba bora sana, lakini walimu wengi au makocha wengi ambao wameendelea kujiunga na Simba wameendelea kumhitaji Kibu kwenye kikosi cha kwanza. Je, kwa nini Kibu Dennis licha ya kwamba namba zinamkataa kwa nafasi ambayo anacheza, lakini makocha wengi wamekuwa wakimtazama? Kama ambavyo nimekwambia, anaweza kucheza katika hizo nafasi kama mshambuliaji wa pili kwa maana ya inside 10 ama kwa maana namba 10, lakini pia kucheza kama namba 9, japo hapo sio sana tangu ajiunge na Simba. Kucheza kama winga wa pembeni kulia amekuwa na wakati mzuri sana. Kibu msimu wake wa kwanza akiwa na Simba alikuwa top scorer wa timu. Alifunga mabao 8 ambayo alifunga yalimfanya Kibu Dennis kuibuka kuwa mfungaji bora wa klabu ya Simba kwa huo muda, na alikuwa na wakati mzuri sana. Isivyo bahati, baada ya hapo akawa anapitia changamoto nyingi sana za yeye kufunga magoli, japo mchango wake kiulinzi ama ni kitimu unaonekana. Ni mchezaji ambaye kwanza ana nguvu zile za asili. Hata wachezaji ambao wanagongana na Kibu Dennis wote tumekuwa tukiwashuhudia mara nyingi lazima waende chini. Lakini pia mchezaji ambaye anajituma kiwanjani. Kujituma kiwanjani na maanisha kwa nyakati zote mbili, timu ikiwa na mpira na timu pia ikiwa haina mpira. Kibu Dennis amekuwa ni nyota ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kufanya hivyo. Na ukitaka kuamini hilo, nenda kamuulize Shomari Kapombe kwamba ana enjoy kucheza na winga gani katika kikosi cha Simba, kama winga wake wa juu ama winga wake wa kulia. Atakwambia ni Kibu Dennis, kwa sababu anamsaidia vitu vingi sana. Timu ikipoteza mpira anarudi eneo la chini, timu ikiwa na mpira anasogea eneo la juu, na unakuwa na combination nzuri sana. Though siku za hivi karibuni tulimuona kocha wa sasa wa Simba, kocha Steve Barker, akimpa nafasi kwenye kikosi cha kwanza Kibu Dennis kama namba 9, na watu wengi wamekuwa wakisema force number 9, lakini eneo ambalo Kibu amekuwa akicheza, japo namba zake ndizo ambazo zimekuwa hazimsupport, na mara nyingi Mbeya City walikuwa wanacheza washambuliaji wawili, ndio maana Simba ni kama vile anaonekana akiwa anapwaya. Sasa tayari ameshapata nafasi, lakini namba zake hazisupport kuanzia kwenye ligi kuu, lakini pia mpaka kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni moja ya changamoto ambazo Kibu amekuwa akipitia. Kibu amekuwa namba bora sana kimataifa katika mazingira yote mawili kuliko kwenye ligi kuu. Nimekutajia kwenye ligi kuu amefunga magoli 8, akaja akafunga magoli 3, akaja akafunga goli 1, lakini amefunga kwenye zile mechi muhimu. Mfano kwenye mechi za dabi ya Kariakoo, Kibu amefunga kwenye 5-1, goli kafunga Kibu Dennis. Kibu amefunga kwenye 2-2
Yanga akifungwa 2-0 Benjamin Mkapa. Magoli mawili ya Simba, moja alifungwa na Kibu Denis, bonge moja la goli ambalo lilimtikisa Djigui Diarra, na goli lingine la Simba likafungwa na Henock Inonga. Huyo ndio Kibu Denis kwa namba zake za ligi kuu. Lakini ukirudi Kibu kwenye kimataifa, msimu uliopita Simba wamecheza michezo mingi kuanzia hatua ya awali mpaka hatua ya finali ya kombe la shirikisho. Kibu amefunga magoli 4 sambamba na Jean Charles Ahoua, lakini pia alitoa assist moja. Kibu namba zake kwenye kulinda, kwenye kufanya interception, amefanya interception mara 6. Kwenye kushinda battles mbalimbali ameshinda mara 8, amekokota mpira mara 8. Kibu kwenye kulinda ama kucheza zile duels ameshinda zaidi ya mara 3. Amekuwa na wakati bora sana, ndio maana hata kocha Fadlu Davis alikuwa anaendelea kumpa nafasi kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Isivyo bahati, Kibu changamoto yake kinidhamu ya kujiunga timu ya taifa nikampotezea malengo na kumtoa kwenye reli mpaka timu ya taifa kupata nafasi ya kucheza, lakini pia hakupata nafasi ya kucheza katika mechi za mwanzoni dhidi ya Simba. Sasa Kibu anatajwa kwenda kujiunga na Al Nassr ya kule Libya, timu ambayo amekwenda ama ametimkia mshambuliaji wa kimataifa wa Uganda Steven Dese Mukwala, ndiko ambako Kibu Denis anatajwa. Sasa scenario ya Kibu ipo hivi. Kibu amebakiza miezi 6 kwenye mkataba wake, na ukiwa mkataba wako umebakiza miezi 6 unapata nafasi ya kuzungumza na timu nyingine. Unaruhusiwa kwa ajili ya mustakabali wako, ama timu yako unaruhusiwa kuzungumza kuongeza kandarasi nyingine. Isivyo bahati dirisha ligi kwa Tanzania lishafungwa, lakini kwa Libya linaendelea kufanya kazi. Ndio maana wachezaji wengi tumewashuhudia wakisajiliwa katika nyakati ambazo sisi kwetu tuna dirisha limefungwa. Wametajwa hapo kina Stefan Aziz Ki, wametajwa hapo kina Steven Dese Mukwala, Fabrice Ngoma ametimkia huko, amewahi kupita ama kucheza pia mshambuliaji Adamu aliyekuwa katika ligi ya Libya na mazingira mengine mengi. Kwa hiyo Libya dirisha yake bado liko wazi, lakini kwa Simba kwa maana ambayo iko Tanzania dirisha limefungwa. Sasa hakuna mambo mawili. Kibu Denis aliitumia Simba ama ameitumia Simba kama daraja lake yeye kuvuka kwenda nje ya mipaka ya Tanzania. Ndio kitu ambacho nakitazama zaidi kwa upande wa Kibu. Lakini kwenye ndoto za mchezaji kuna mambo hayo mawili: kutimiza ndoto yako kwa maana kutoa mataji, lakini pia kutimiza malengo yako ya kwenda nje. Timu gani ambazo zinakupa nafasi kwa hapa Tanzania? Ni Simba na Yanga. Na kwa sasa hivi Azam FC ama Singida Black Stars, kwamba unacheza michezo ya kimataifa utakwenda nje. Ndicho ambacho Kibu alikichagua pengine tangu anatoka Mbeya City kwenda kujiunga na Simba. Imemlipa. Simba amekwenda Kibu amekwenda kufanya trial zaidi ya mara 3. Alikwenda Sweden, alikwenda Norway, ameenda Marekani, kote kwa kwenda kutafuta malisho ili mradi tu aondoke katika mipaka ya Tanzania. Maana yake vision, unamwona mchezaji ambaye ana vision kubwa sana, ana wakati bora sana wa kutaka kuiwaza future yake kwamba aende akatafute malisho nje. Lakini isivyo bahati hakufanikiwa kwenye hizo zote ambazo alikwenda, mwisho pia akajikuta anaingia kwenye migogoro na timu ya taifa. Lakini kwa Simba, kwa sababu Kibu amebakiza mkataba wake ndani ya miezi 6 na kocha aliyepo aonekani kumtumia zaidi pembeni, anataka kumtumia kama namba 9, wana nafasi ya kumwacha na kupata fedha, kwa sababu kwenye malengo ya club kuna vitu viwili tu. Kitu cha kwanza, malengo ya club kwenye mataji, lakini malengo ya club kwenye financial status, kwa maana ya mauzo sio ya jezi, vifaa vya timu, lakini pia get collection kwa maana mapato ya uwanjani na wadhamini ambao watakuja. Lakini lengo nyingine kwa klabu kupata pesa ni kuuza wachezaji kama ambavyo wameuzwa yule Jean Charles Ahoua kwenye timu ya CR Belouizdad, lakini pia kama ambavyo wameuzwa Steven Dese Mukwala kwenye timu ya Al Nassr ya Libya, na timu ipata faida kupata fedha. Kwa hiyo Simba kuliko kumwacha Kibu ambaye anaonekana haitaki Simba tena ama hataki tena ligi ya Tanzania aondoke bure baada ya miezi 6 kwa maana kwa dirisha kubwa, ni heri wamuuze sasa ili wapate hiyo faida ya kumuuza Kibu Denis na fedha waongezee kidogo, wafanye mambo mengine, aidha kwenda kusajili striker mwingine katika dirisha kubwa, lakini pia au kutafuta winga mwingine na dirisha kubwa ambayo itakuja kwenye mwezi wa 8 hapo, wakati ligi mwezi wa 6 mwezi wa 7 wakati ligi inakwenda kuanza kwa mwezi wa 8. Kwa hiyo timu inatakiwa kumwacha Kibu kwa sababu tayari ameonyesha nia kutaka kuondoka, lakini Kibu ameitumia kama Simba kama daraja lake la kujitangaza ili aende nje ya mipaka ya Tanzania. Yes, nimekwambia kwamba timu ya Al Nassr imemsajili pia Steven Dese
Mkwala kama winga wake katika eneo kama mshambuliaji katika eneo la mwisho. Lakini pia ligi kuu ya Libya ni ligi ambayo inachezwa kwa makundi hapo manne. Kuna kundi ambalo linaongozwa na Al-Ittihad, Al-Hilal Tripoli. Kuna kundi hiyo timu ya anaokwenda Kibu Denis ya Al Nassr inaongoza kwenye kundi lake, wakiwa sambamba na Al Akhdar ambao waliwahi kucheza na Azam FC kwenye kombe la shirikisho wakawatoa. Kwa hiyo ni moja ya taarifa ambayo imegonga sana vichwa mbalimbali, na Simba wanaonekana pia wapo tayari kumuuza Kibu Denis. Hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe. Kuna mengi ambayo tunakuletea kuhusiana na taarifa za michezo.